Jamani kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Basi naomba tuinamishe vichwa, tumshukuru Mungu kwa ajili ya ujumbe wa leo. Baba, ninakushukuru sana. Ninasema asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na unatupenda watoto wako. Tazama tuko mbele zako tena wakati huu kwa ajili ya kumega mkate huu asubuhi ya leo. Tunajua kabisa kwamba umetuandalia chakula kizuri kwa ajili ya roho zetu. Basi ufungue roho zetu tuweze kupokea kile ambacho Bwana umekusudia siku hii ya leo. Ukapate kwenda kunitumia Bwana katika ujumbe huu. Ukalifafanue Bwana neno hili ndani yangu na ndani ya watumishi wako hawa katika namna ile ambayo Bwana umekusudia wewe. Ni katika jina la Yesu ninakukabidhi Roho Mtakatifu ibada hii na wakati huu umiliki wewe na ukapate kwenda kutembea. Nasema asante kwa sababu unasikia. Amen. Wanaume, bado wanaume, bado moja. Wanaume imara kama simba. Bwana Yesu asifiwe. Au ndo wa baba bwana. Imara kama nini? Yesu yeye ni simba wa Yuda. Sasa sisi ni simba wake. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupa siku hii, siku ya CMF, kilele cha wiki ya CMF. Tunashukuru kanisa letu zuri la Tanzania Assemblies of God kwa ajili ya kutupa nafasi hii wanaume. Kwa kweli tunaona tumeheshimika sana. Tumeheshimika, si ndio jamani wanaume? Na tumetambulika. Kwa hiyo ni siku yetu leo. Tunafuraha sana kwa ajili ya siku hii. Hasi pasipo kupoteza muda, naomba tufungue Biblia zetu katika kitabu kile cha Zaburi mlango wa 24 mstari wa 3 hadi wa 6. Zaburi mlango wa 24 mstari wa 3 hadi wa 6. Hili ndio andiko letu kuu la siku hii ya idara ya CMF. Bwana asifiwe. Kwa hilo ndio andiko letu, na kupitia andiko hili leo tutapata fundisho hapo. Nami tumeshafungua Zaburi 24 mstari wa 3 hadi wa 6. Neno la Mungu linasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni swali hilo. Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Sasa kwenye mstari wa 4 tunaanza kupata jibu la swali hili ambalo limeulizwa kwenye mstari wa 3. Biblia inasema huyo mtu anayeweza kupanda katika mlima wa Bwana na kusimama katika patakatifu pake ni mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili wala hakuapa kwa hila. Sasa huyu mtu, mstari wa 5, Biblia inasema mwenye sifa hizi atapokea baraka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao, wa kutafuta uso wako, Mungu wa Yakobo. Kwa hiyo kutokana na andiko hilo unaweza ukawa na vichwa vya ujumbe viwili. Kichwa cha kwanza unaweza ukaandika, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Au unaweza ukawa na kichwa cha ujumbe hapo hapo kwenye mstari wa kwanza, kwa sababu ndio unajenga, ndio unachokoza yote yaliyoandikwa mpaka 6. Au unaweza ukawa na kichwa kingine kinachosema, ni nani atakayesimama katika patakatifu pa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Nzuri, tuna mtu anatusaidia kurusha pale, kwa hiyo itanisaidia kuflow katika kasi ile ambayo
nayotamani. Okay. Bwana asifiwe. Lakini kabla sijaendelea na fafanuzi mbalimbali, nilipenda pia tafsiri ambayo inapatikana katika Biblia ya The Living Bible. Biblia ya Kiingereza inaitwa The Living Bible. The Living Bible, ukisoma hayo maandiko manne, Biblia inasema pale, who may climb the mountain of the Lord and enter where he lives? Who may stand before the Lord? Only those with pure hands and hearts, who do not practice dishonesty and lying. They will receive God's own goodness as their blessing from him, planted in their lives by God himself, their Savior. Mstari wa 6 inasema, these are the ones who are allowed to stand before the Lord and worship the Lord, the God of Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Naona kama imesimplify baadhi ya mambo na kunirahisishia somo langu. Sasa tunaenda kuangalia nini maana ya mlima wa Bwana kama ilivyotumika kwenye andiko hili. Mlima wa Bwana katika andiko hili inamaanisha eneo la juu kabisa la kiroho. Inamaanisha eneo la juu kabisa la kiroho ambalo linatusogeza karibu kabisa na uwepo wa Mungu. Eneo hilo ndilo panapoitwa pia patakatifu pake. Eneo hilo ndilo ambalo linaitwa pia patakatifu pake, ambapo unasoma hapo kwenye Zaburi 24 na mstari wa 3b. Lakini unaposema pia mlima wa Bwana, unamaanisha hekalu la Bwana. Unamaanisha pia hekalu la Bwana, ambao unaweza ukasoma katika kitabu cha Isaya ule mlango wa 2 na mstari wa 2. Isaya mlango wa 2 na mstari wa 2 nasema, na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi makundi. Bwana asifiwe. Hiyo ni tafsiri ya mlima wa Bwana kwa muktadha wa andiko hili. Lakini sasa tuangalie kipengele cha pili, 2 kubwa ya Kirumi, sifa za mtu atakayepanda katika mlima wa Bwana. Sifa za mtu atakayepanda katika mlima wa Bwana. Huyo mtu sawa sawa na Biblia na neno la Mungu tulilosoma, zile sifa sasa ambazo tulikuwa tunaona kuanzia mstari wa 4, tunaenda kuziangalia moja baada nyingine. Sifa za mtu atakayepanda katika mlima wa Bwana, au sifa za mtu ambaye anaweza kusogea mbele za uwepo wa Bwana. Huyu mtu ni mtu wa namna gani? Namba 1 ya kawaida, nasema ni mtu aliye na mikono safi. Biblia inasema ni mtu aliye na mikono safi. Unaposema mtu aliye na mikono safi, unamaanisha nini? Huyu ni mtu asiye na hatia katika matendo yake. Kwa hiyo hapa unamaanisha matendo. Mtu ambaye hana hatia katika matendo yake. Huwezi ukarekodi dhambi yoyote katika matendo yake. Huyo ni mtu ambaye ana sifa za kusogea mbele za Mungu. Kama ingekuwa ni mlango, basi huyo ndio mwenye sifa ya kugonga ule mlango kwenye hekalu la Bwana na kuruhusiwa kuingia mbele zake. Matendo. Kanisa tuseme mikono safi. Mikono safi. Je, mikono yako ni safi? Hilo ni swali ambalo sasa unatakiwa uondoke nalo, ili sasa kupitia hapo sasa ufanye hatua. Sasa unaweza ukasoma pia katika kitabu cha Isaya ule mlango wa 1 mstari wa 15 hadi 18. Isaya mlango wa 1 mstari wa 15 hadi 18. Biblia inasema, nanyi mkunjuapo mikono yenu. Sasa kama mtu ana dhambi, sawa jamani, mikono hii si ndio inatenda? Si ndio jamani? Katika hali ya kawaida, tafsiri sisisi literary, hii mikono ndio inatenda. Sasa yule mtu anayetenda mabaya, Biblia inasema sawa sawa na Isaya mlango wa 1 mstari wa 15 hadi 18, nanyi mkunjuapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone.
Naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Kwa sababu gani? Mikono yenu imejaa damu. Jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu ambaye Bwana anataka asogee mbele zake. Anaposafisha mikono yake, anapogeuka, tunategemea awe na maisha haya ambayo yanasemwa sasa kwenye Isaya. Awe ni mtu asiye na uovu mbele za macho ya Mungu. Awe ni mtu wa kutenda mema, mtu wa haki na hukumu, mtu anayewasaidia na kuwatetea walioonewa, mtu ambaye anampatia yatima haki yake na ambaye anatetea wajane. Haleluya. Lakini tena hapo hapo Isaya 33:14c mpaka 17, Isaya 33:14c mpaka 17, Biblia inasema, ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Nazungumzia sawa sawa na kichwa cha ujumbe, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesogea katika patakatifu pake? Sasa Biblia inauliza tena hapa, ni nani kwetu? Na tunajua kwamba Mungu wetu ni moto ulao. Bwana asifiwe kanisa. Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto ulao? Ni nani kwetu sisi awezaye kukaa na moto uteketezao milele? Swali hilo. 15 nasema, ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedharau faida ipatikanayo kwa dhuluma, akung'utaye mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu, majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Hizi ni zile baraka za mtu anayeishi katika maisha haya. Macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake. Bwana asifiwe. Yataona nchi iliyoenea sana. Haleluya. Kwa hiyo huyu tunasema ndiyo yule mtu ambaye ana mikono nini? Safi. Lakini je, kuhusu na yule mwenye moyo mweupe? Anapozungumzia moyo mweupe, tunaweza kusoma katika Mathayo ule mlango wa 5 mstari wa 8. Mtu mwenye moyo mweupe. Mathayo mlango wa 5 mstari wa 8. Biblia inasema pale, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona nani? Mungu. Unapozungumzia moyo, unazungumzia mawazo yako yawe safi. Unazungumzia tabia ya ukweli, mtu mkweli. Huyo ndo mtu mwenye moyo safi. Unazungumzia mtu mwenye nia njema. Huyo ndo mtu mwenye moyo safi. Na Biblia inasema sawa sawa na Mathayo mlango wa 5 mstari wa 8, huyu ndiye atakayemwona Bwana. Jamani, wangapi wanapenda kumwona Bwana? Basi sifa zenyewe ni hizi za kuingilia katika hekalu la Bwana. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Sawa, sasa namba 3. Inasema pale kwa mujibu wa Biblia ni kwamba ni mtu asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Unaposema mtu asiyeinua nafsi yake kwa ubatili, ubatili hapa ni vanity. Mtu asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Neno hili kwa tafsiri ya Kiebrania linamaanisha vapor, kama mvuke au breath, hewa. Yaani kitu kisichoshikika. Mfano mambo yote ya ulimwengu huu. Yaani ukiishi maisha ya kutokutumainia, ya kutokuabudu mambo ya dunia hii, neno la Mungu linasema kwamba wewe ni mtu ambaye huinui nafsi yako kwa ubatili,
kwa sababu dunia na vyote viliujazavyo ulimwengu vitafanya nini? Sema vitapita. Kwa hiyo jicho lako wakati unatafuta duniani, la pili linaangalia mbinguni, kwa sababu mwisho wa maisha yetu tutaishi na Baba milele. Yote tunayofanya duniani tunatengeneza sifa za kuingilia mbinguni. Haleluya. Lakini namba 4, mtu asiyeapa kwa ila. Mtu asiyeapa kwa ila. Biblia inasema ni mtu asiyeapa kwa ila. Ni mtu wa namna gani? Inamaanisha mtu mkweli, hana hila ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya utangulizi huo, tunaenda moja ya tatu kubwa ya Kirumi. Tunaenda kuangalia kweli kadhaa kuhusiana na maisha, kwa sababu ukiangalia haya maisha tuliyoyasoma hapo juu, summary yake yanakuwa ni maisha ya uadilifu, maisha ya utakatifu na maisha ya kweli. Kwa hiyo kama unaandika, andika kweli kadhaa kuhusiana na maisha ya uadilifu, utakatifu na ukweli. Kweli kadhaa ni nyingi sana. Kwa hiyo ni nyingi sana, lakini nimesema kadhaa ili kujaribu kutafuta chache tu. Kweli kadhaa kuhusiana na maisha haya ambayo tumeyasema, ya uadilifu, maisha ya utakatifu na maisha ya nini? Sema maisha ya kweli. Haya, sasa tunaangalia ya kwanza, maisha ya uadilifu. Maisha ya uadilifu. Kweli ya kwanza kuhusiana na maisha ya uadilifu ni kwamba uadilifu ni kufanya kitu sahihi kwa wakati, ni kufanya kitu sahihi wakati hakuna anayekuona. Yaani maamuzi yako na matendo yako yawe sahihi na ya haki mbali na macho ya watu. Yale unayoyafanya mbele za watu yasitofautiane na yale unayoyafanya sirini. Hicho ndio kiwango kikubwa cha uadilifu. Yale ambayo unaweza kuyafanya mbele za watu, uyafanye hivyo hivyo ukiwa sirini, mahali ambapo watu hawakuoni. Hicho ndio kiwango kikuu cha uadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwa sababu tunakujua wewe hapa Molel ni mwenyekiti wa CMF, basi mbele ya watu wote unatembea kuonesha kwamba wewe ni mtakatifu. Lakini ukishakunja kona gizani, unabadilika, unakuwa kiumbe kingine. Umepata semina, umeenda Dodoma. Dodoma kule wewe ni mgeni. Umefikia kwenye nyumba za wageni kule. Hakuna anayekufahamu. Kwa hiyo unaangalia kushoto, unaangalia kulia, unaangalia nyuma, unaangalia mbele, unasema hamna anayenifahamu. Kwa hiyo sasa unaanza kujiachia. Unafanya mambo hayo ya duniani. Ukirudi Morogoro wewe Molel, mtu mwingine, umejilamba, umefuta mdomo, hakuna chochote. Yaani mtu akikuangalia anaona kama hujala chochote, kumbe umeshajishibisha huko matakataka. Kwa hiyo huyo sio mtu mwadilifu. Mtu mwadilifu ni yule ambaye anaweza kufanya mambo wazi na sirini katika viwango vile vile. Haleluya. Katika viwango vile vile. Katika viwango vile vile. Sasa ni muda tu hamna, lakini tungeweza kuchambua sana mambo mengi hapa. Mungu atusaidie. Uadilifu ni kufanya kitu sahihi wakati hakuna anayekuona. Yaani maamuzi yako na mienendo yako iwe sahihi na ya haki mbali na macho ya watu. Yale unayoyafanya mbele za macho ya watu yalingane na yale unayoyafanya sirini wakati watu wakiwa hawakuoni. Kwa hiyo kama unataka kuishi kwenye viwango hivi vya kukubalika mbele za Bwana, anza kuishi maisha haya ya uadilifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbili yake kwenye kipengele hicho cha uadilifu, angalia sana unayeambatana naye. Ukitaka kuwa mtu mwadilifu, angalia sana unayeambatana naye, au yale mambo ambayo unapenda kuyafanya. Angalia sana unayeambatana naye. Ukiongozana na anayetimua vumbi, ni lazima utachafuka tu. Tunaelewana kanisa? Yaani una gari lako
unaelekea mahali kwenye unatumia barabara ya vumbi, kama aliye mbele yako anatimua vumbi, ukitafika na wewe umechafuka tu. Kweli si kweli? Kwa hiyo ukitaka kuwa mwadilifu, angalia sana unayeambatana naye, kwa sababu ni rahisi sana kukunajisi na kukuchafua. Kweli ya tatu kuhusiana na uadilifu ni hii, kwamba haki ni msingi mkuu wa uadilifu na utakatifu. Jiepushe na maisha ya upendeleo, hila na kupokea rushwa. Haki ni msingi mkuu wa uadilifu na utakatifu. Ukitaka kuwa na maadili mema, jifunze kuwa mtu wa haki. Jifunze kuwa mtu, sema nijifunze kuwa mtu wa haki. Yes. Jiepushe na maisha ya upendeleo. Usimpendelee mtu. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Lakini pia jiepushe na kupokea rushwa. Biblia inasema kwenye Kutoka mlango wa 23 mstari wa 8, Kutoka mlango wa 23 na mstari wa 8, Biblia inasema nawe usipokee rushwa, kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki. Nataka kuwa mtu mwadilifu, jizuie kabisa na mambo ya upendeleo, jizuie kabisa na mambo ya rushwa, jizuie kabisa na mambo ya uonevu. Wewe utatembea nuruni na siku zote Bwana atakuruhusu kuingia patakatifu pake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kweli nyingine kuhusiana na B sasa, kweli kuhusiana na utakatifu. Kweli kuhusiana na utakatifu. Kweli ya kwanza kuhusiana na utakatifu, yaani B kubwa utakatifu, alafu chini moja. Kuabudu kunaambatana na utakatifu. Ibada ni heshima, adabu na utii kwa Mungu wako. Kwenye kipengele hichi tunajiuliza swali hili kwamba je, unayemwabudu unamheshimu, unamtii, unamnyenyekea? Kwa sababu hakuna utakatifu nje ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa vile Mungu ndiye tunayemwabudu, ina maana jitihada zetu ni kuhakikisha kwamba tunakuwa safi, tunakuwa tuna heshima mbele za Mungu, hatuendi kinyume na neno lake, tunakuwa na adabu na utii. Hayo mambo ndiyo yanajenga utakatifu na ibada yako. Nazungumza tena, narudia kwamba hakuna utakatifu nje ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Nazungumza Mungu Jehova. Hakuna utakatifu nje ya Mungu. Na sasa huyo Mungu, sisi jukumu letu la kubwa la kwanza ni kufanya nini? Kumwabudu. Lakini unapomwabudu inakuhitaji uwe na adabu, uwe na heshima, uwe na utii mbele zake. Haleluya. Kwa hiyo unapozungumzia utakatifu kwenye mawazo yako, uwe na hayo ambayo nimeyazungumza hapo. Lakini pili, usiuze kwenye utakatifu. Kweli ya pili inasema usiuze uaminifu wako na utakatifu wako kwa gharama yeyote. Usiuze uaminifu wako na utakatifu wako kwa gharama yeyote. Kila siku uwe macho. Kumbuka, utakatifu ni kitu cha kulinda, na tunalinda kupitia macho, kuchunguza na tahadhari. Bwana asifiwe. Sasa ukitoka mbali ya uaminifu na utakatifu, ujue kabisa kwamba unaelekea kwenye fedhea na maanguko. Unaweza kusoma katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 39 pale, mstari wa kwanza hadi wa 20. Mwanzo mlango wa 39. Tunamwona mtu mmoja hapa atatusaidia kufafanua hii point, anaitwa Yusufu. Mwanzo mlango wa 39 mstari wa kwanza hadi wa 20. Biblia inasema basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa akiwa na Farao mkuu wa askari mkuu wa Misri
akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Mstari wa 2, Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, yani yuko pamoja na Yusufu, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Kumbuka huyu mtu ni mtu mtakatifu, ni mtu mwadilifu. Kwa hiyo yale ambayo yanaonekana ni baraka huku chini yanatokana na uadilifu wa nani? Wa Yusufu. Bwana asifiwe. Kwa sababu tutaangalia huku chini kwamba ukiishi maisha haya ujue kabisa utapokea baraka za nani? Za Bwana. Ndio maana Yusufu alipoingia tu kwenye nyumba ya Potifa, mambo yakaanza kubadilika. Baraka zikaanza kufanya nini? Kumiminika. Kwa sababu utakatifu unafungua njia za mafanikio. Haleluya. Haleluya. Haya. Kwa hiyo Bwana akafanikisha yote yaliyomo katika nyumba ya Potifa. Mstari wa 5. Mwanzo 39 mstari wa 5. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. Mstari wa 6. Akayaacha yote yaliyokuwa nayo mikononi mwa Yusufu, wala hakujua habari ya kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Ila hicho chakula alicho. Mstari wa 7 unasomaje pale? Kama tuko pamoja. Baada ya mambo gani? Yapi? Tutaangalia huku chini. Sawa jamani? Tutayaona hayo mambo. Mimi pale nimebold kabisa. Baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami. Mstari wa 8. Lakini akakataa. Kwa nini alikataa? Kwa sababu alikuwa ni mtakatifu, alikuwa ni mwaminifu, alikuwa ni mkweli, alikuwa ni mwadilifu. Lakini akakataa, akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe u mkewe. Nifanyaje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Jamani, hivi huwa tuna maswali ya namna hiyo? Nifanyaje uovu huu mkubwa nimkose Mungu? Hivi hili swali huwa tunajiulizaga kweli? Mimi nawaambia kanisa, tukiwa na maswali ya namna hii, ili swali tu tukijiuliza, maisha yetu yanabadilika kabisa. Mstari wa 10. Akawa akizidi kusema na Yusufu siku baada ya siku, yani anambembeleza, lakini hakumsikiliza alale naye wala aongee naye. Yani sio kulala naye. Hii ya pili waga tu hatuisemi. Lakini yani alipokuwa anaona kwamba huyu anataka kuzungumza na mimi, yeye alikuwa haruhusu hata kuzungumza naye. Bwana asifiwe. Ikawa siku moja, mama yule baada ya kushindwa, ikawa siku moja sasa, maana kila siku kuna siku moja. Sasa hiyo siku moja yako muombe Bwana awe pamoja nawe na usimame vizuri. Ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi zake. Siku yako moja unaingia ufanya kazi zako, una hili wala lile, wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani. Hiyo siku moja. 12. Huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema, lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, anajua sasa imeshindikana. Imeshindikana kwa maneno, imeshindikana kwa vitendo, imeshindikana kwa ushawishi. Sasa ndio hiyo siku yako sasa. Umekataa kila kitu. Umekataa rushwa za kazini, umekataa ushawishi wao vyote, na ujue hujatenda dhambi, lakini hiyo ni siku yako. Ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mkononi mwake, naye amekimbia nje, akawaita watu wa nyumbani mwake. Sasa njooni. Akasema na akinena, angalieni, ametuletea mtu Mwebrania atufanyie dhihaka. Ameingia kwangu ili alale nami, nikalia kwa sauti kuu,
Ikawa aliposikia kuwa nimepaza sauti yangu na kulia, aliacha nguo yake kwangu, akakimbia akatoka nje. Kwa hiyo ameshika ile nguo, uthibitisho. Si unaona alisaini yeye hapa. Huyu si ndio mnamwitaga mlokole, anajifanya mlokole. Sasa angalieni, kasaini hapa. Haya. Basi mstari wa 16. Basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani. Unaweza kupata picha. Hii nguo ilienda kuwekwa wapi? Sebuleni. Iliwekwa ili ushahidi wa uongo huo unahifadhiwa vizuri. Mungu atusaidie sana. Naye akamwambia kama maneno hayo akisema yule. Kwa hiyo mstari wa 17, basi akaweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani. Aliporudi sasa yule mzee, naye akamwambia kama maneno hayo akisema yule mtumwa Mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhihaki. Ikawa nilipopaza sauti yangu nikalia, akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje. Ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia akisema mtumwa wako amenitendea mambo kama haya, hasira yake ikawaka. Hasira yake ikafanya nini? Hamna mtu anayependa mke wake achezewe. Jose, wewe unapenda mke wako? Huyu jamaa kwani alikuwa anakosa? Lakini hakujua kwamba alikuwa ametengenezewa nini? Zengwe. Unaweza kutengenezewa zengwe na tajiri yako au na bosi wako ambao mnaelewana, na wakati huo hujafanya chochote. Bwana atuepushe na mambo haya. Lakini uzuri ukisimama kwenye njia ya Bwana, tunajua kilichotokea mbele huko kwa Yusufu, si ndio? Alishinda hakushinda? Hili ni somo refu, ndio maana na conclude watu wasitoke na maswali. Kwa hiyo ikawaje? Kwa sababu wengine wanasikiliza kule. Yusufu alishinda. Bwana asifiwe. Nyewe mnaotutazama, Bwana asifiwe. Yusufu alishinda ili jaribu. Kasome Mwanzo mlango ambao nimesema hapa. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme. Sasa naye akawamo humo gerezani. Lakini kilitokea nini? Bwana hata huko gerezani ilifanya nini? Haleluya. Mara nyingine watu wanaweza wakatumiwa na shetani kukung'oa mahali pema kabisa ulipokuwepo. Ukakosa kazi kwa ajili ya uaminifu wako. Na ukikosa kazi ujue watoto pia protini mezani inapungua jamani. Si ndio? Kama walikuwa wanakula mkate asubuhi ujue sasa sio atakunywa uji usio na chochote. Unaweza ukang'olewa mahali. Lakini Bwana huwa anahesabu muda tu na huwa anakumbuka uaminifu wako. Sehemu utakayoenda kupandwa mara ya pili itakuwa sehemu yenye hatua inayofuatia na ya utukufu mkubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusiuache uaminifu wetu. Sasa kwa ajili ya muda tuangalie ya tatu, kweli ya tatu inayohusiana na kweli. Kweli inahusiana na kweli. Yaani kama ukitaka kuingia, Biblia inaposema kama ukitaka kuingia patakatifu pake lazima uwe mtu mkweli. Sema lazima niwe mtu mkweli. Sasa tunaangalia huu kweli unaozungumzwa hapa ni ukweli wa namna gani? Yaani kweli kadhaa kuhusiana na kweli. Hapo sasa sijui Kiswahili au Kiingereza au kinini hicho, mimi sijui. Ya kwanza ni kwamba ukweli hata kama unauma namna gani unavumilika, lakini sio uongo. Haleluya. Ukweli hata kama unauma namna gani unavumilika, lakini sio nini? Uongo. Bwana mtu mwambie ukweli, itamuuma, lakini akija kupoa atapoa katika kweli. Na injili si ni kweli jamani? Kwani tunapowahubiriaga watu tunawaambia nini? Tunawaambia kweli. Mara nyingine inawauma, lakini mwisho wa siku ndio unakuwa ukombozi wao. Haleluya. Lakini ukitaka kumrekebisha mtu unamrekebisha mtu kupitia kweli. Ni heri kujua ukajifunza kuvumilia maumivu kuliko kutokujua alafu ukabaki ukishangaa tu siku zote. Kutokujua kunamfanya mtu ajiulize maswali yasiyo na mwisho. Mwingine mpaka anakonda. Kujua ni heri, sababu ukweli unapoupokea unauma mwanzoni, lakini
Utakapoukubali, una sifa za kuzalisha tiba kwenye jeraha na kukuweka huru kutoka kwenye utumwa watu kutokujua yaliyo sirini. Bwana Yesu asifiwe jamani. Kwa hiyo kweli huwa ina tabia ya kuwaweka watu huru. Sema kweli huwa ina tabia ya kuwaweka watu huru. Na ukiishi maisha ya kweli, ndugu yangu, sidhania kwamba utapokelewa tu. Ndio maana nakupa tahadhari. Lakini ni bora tu mwambie mtu nini? Kweli. Kwa sababu Bwana yeye Mungu mwenyewe ni nani? Ni kweli. Haleluya. Sio kama mnanielewa. Tukajiona naeleweka kweli babangu? Naeleweka? Au naongea vitu vigumu tu? Amina, nashukuru hata umenitia moyo. Haya. Kweli ya pili. Yaani ukiamua kuishi maisha ya kweli, tarajia kifuatacho. Tarajia kifuatacho. Sasa nazungumza kweli ya pili. Usiwakasirikie marafiki wanaokuambia kweli. Wakinyamaza utazungukwa na uongo. Bwana asifiwe. Jamani, si tunataka kuishi maisha ya kweli? Nasema hivi, usiwakasirikie marafiki wanaokuambia ukweli. Wakinyamaza utazungukwa na nini? Na uongo. Au chungaji Elisha, si ni kweli? Usiwakasirikie marafiki wanaokuambia nini? Ukweli. Wewe ni viongozi wako wa zoni, wewe ni viongozi wako wa ushemasi, wewe ni wachungaji, wewe ni wazee wa kanisa, au ni rafiki yako, au ni mzazi wako. Kwa sababu akinyamaza, ujue utazungukwa na vitu gani? Na uongo. Sasa wewe unataka kuzungukwa na uongo? Tatu, ukweli hata tukiupuuza una tabia ya kuturudia tena na kutulipiza kisasi. Wow. Ukweli hata tukiupuuza una tabia ya kuturudia tena na kutulipiza nini? Kisasi. Yaani ukiambiwa ukweli alafu ukapuuza, huo ukweli unakuja kutokea kwa sababu hukuamini. Na mara nyingine ukija kukutokea unakuja na maumivu kwa sababu utapokea ambacho hukukitaka, ulikipuuza. Usipuuze ukweli, maana ukweli ndiyo Mungu mwenyewe. Ukweli ukitujia tuupokee. Tujitahidi kuishi nao hata kama una maumivu mengi, lakini ndiyo nuru yetu. Haleluya. Ndiyo nuru yetu mbele ya safari. Tusijifurahishe kwa uongo ambao mwisho wake una sumu itakayotuangamiza kabisa. Kuna watu wanapenda kuambiwa vitu wanavyovipenda na kuvisikia. Yaani ukimwambia kitu cha kweli ambacho ni tofauti na jinsi ambavyo yeye anaona au anataka, anakugeuza moja kwa moja uwe adui yake. Ukiona mtu wa namna hiyo, ujue maisha yako yatazungukwa na uongo. Na siku moja utaingia kwenye mitego ambayo ulitahadharishwa mwanzoni. Bwana atusaidie. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ili uweze kuwa na moyo safi, usiyafikirie mara kwa mara mambo mabaya ya kukupotosha. Jambo ukaa kwenye fahamu na kukuumiza pale unapolipa umuhimu. Namna nzuri ya kukabiliana nayo ni kuyazuia na kuyaondoa kila yanapojaribu kukaa kwenye fahamu zako. Kama nazungumzia ile kipengele cha 3 kwamba si anasema pia uwe na moyo safi. Bwana Yesu asifiwe jamani. Ili uweze kuwa na moyo safi, maana tulipokuwa tunazungumza moyo tulikuwa tunazungumza mawazo, maamuzi yako, yale mambo ambayo unafanya kwenye moyo wako. Sasa unajua moyo unahitaji tu mawazo. Moyo unainuliwa au unashushwa au unanajisiwa kwa yale mawazo tu ambayo unayaruhusu yaingie ndani yako. Ukiweza kucontrol mawazo na maneno yanayorushiwa kwako, wewe utakuwa na moyo safi. Nazungumzia kipengele cha moyo safi. Nimeshatoka kwenye kweli kule. Haleluya. Moyo unalindwa kukupitia nini? Kuzuia maneno mawazo mabaya yasiingie moyoni mwako. Na zile sababu nyingine zote ambazo unazozijua. Sasa sitazitaja leo kwa ajili ya muda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naenda kumalizia kabisa. 4 ya Kirumi kubwa.
Sasa ukiishi haya maisha ambayo tumeyasema hapa juu yote, zile baraka ambazo tunazosema sasa kwenye mstari ule wa mstari wa 5, anasema atapokea baraka kutoka kwa Bwana na haki kwa Mungu wa wokovu wake. Hizi baraka ambazo mtu wa haki, mtu wa kweli, mtu mwadilifu na mtu mtakatifu anapokea baraka za namna gani? Mtu anaishi maisha haya hapo juu niliyotaja atapokea baraka zifuatazo. Sasa hizi baraka nimeziweka katika makundi kwa sababu baraka ni nyingi. Kwanza kuna baraka za kiakili, nitazielezea. Kuna baraka za kiroho, kuna baraka za kiakili. Nimerudia tena. Kuna baraka za kimwili, baraka za kiroho, baraka za kiakili na baraka za kijamii. Sasa tunapozungumzia baraka za kimwili, tunazungumzia uzima na afya ya mwili wako. Yaani ukiishi maisha ya haki, maisha ya kweli, maisha matakatifu, Biblia inasema utapokea baraka kutoka kwa Bwana. Baraka hizo, baraka za namna gani? Kwanza utapokea baraka za kimwili. Baraka za kimwili ni zipi? Utapokea uzima na afya ya mwili wako. Angalia watu wa haki walivyokuwa. Mtu anaishi kwenye njia ya Bwana, hata ukiangalia ni kama hazeeki. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawaambia watu, mimi na mwaka wa 20 kazini sasa hivi. Ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miaka 20. Unaweza ukaamini sasa. Sinaonekana kabisa bado kabisa sana. Haleluya. Lakini ni nani? Ni Bwana. Sasa unapokea baraka za mwili. Hunywi pombe, uvuti sigara, una maisha yale ya kufuja ya ajabu. Unachoshwa na nini? Kama mambo yakiwa mazito, unalo tumaini kwa Bwana, unazeeka na nini? Jamani, kuna kama Bwana? Si hakuna. Kwa hiyo utapokea uzima na afya ya mwili wako, utapokea uponyaji wa kimungu, utapokea ulinzi wa kimungu. Hizo ni baraka za kimwili. Utapokea uponyaji wa kimungu, utapokea ulinzi wa kimungu, utafanikiwa kila mahali uendapo na kila ufanyalo. Biblia inasema utabarikiwa mjini na utabarikiwa wapi? Shambani, ukiwa mtu wa haki, ukiwa mtu mtakatifu, ukiwa mtu mwenye maadili. Lakini baraka za kiroho, baraka za kiroho ni zipi? Utapomwita Mungu atakusikia. Na maana ya ibada zako sasa. Jamani, si unatembea kwenye nuru? Ibada zako ni lazima zitakuwa zimebarikiwa. Angalia mtu ambaye anatembea katika njia ya Bwana, hastruggle hata anapoingia mbele za uwepo wa Mungu. Akiita Baba tayari ameshasikia. Angalia yule mtu ambaye anaishi maisha ya mbali ya uwepo wa Mungu. Yaani mpaka aje kupata walao vile vimanyunyu, kahangaika sana. Kwa sababu lazima avuke milima na mabonde, lazima yani atajitakase kwanza, lazima yani ana vitu vingi vya kufanya. Lakini yule mtu ambaye anaishi maisha ya haki, ni mtakatifu, anakuwa na baraka za kiroho. Hata ibada zake zinafanya nini? Zinakuwa nyepesi. Anapoita Mungu anasikia. Lakini pia anaongozwa na Roho Mtakatifu. Anaongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini kama una huduma basi utafanikiwa katika huduma yako au huduma zako. Tembea kwenye njia za Mungu alafu uone kama hutamuona Mungu kwenye huduma au kwenye karama Mungu alizokupa. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata kama una kipaji chochote kinakuwa anointed. Hata kama ni mwanamichezo ni nani, ukitembea kwenye njia ya Bwana, kile kipaji kinakuwa anointed. Haleluya. Sasa kwenye baraka za nyingine ni baraka za kiakili. Unapozungumzia baraka za kiakili ni hili. La kwanza ni kufaulu masomo yako. Sema kufaulu masomo yangu kwa yule mwanafunzi, sawa Ukiwa unatembea katika njia ya Bwana, una hii baraka ya kiakili. Unafaulu masomo yako, unakuwa na kumbukumbu nzuri. Wana akili nyingi, wajua nini? Sheria ya Bwana. Ile ndiko linasemaje? Tafuta hilo. Lakini najua kabisa kwamba ukitembea na Bwana unakuwa na akili nzuri, unakuwa na kumbukumbu nzuri. Haleluya. Lakini utapanga mipango itakayopangika na kukuletea matokeo chanya. Utapanga mipango itakayopangika na itakuletea matokeo chanya. Utakuwa na maamuzi sahihi. Utakuwa na hekima na busara. Haleluya. Utakuwa na hekima na nini?
kwa sababu tayari neno la Mungu limeshakuhekimisha. Neno la Mungu tu tayari linatosha kukuletea hekima unayohitaji. Haleluya. Baraka za kijamii ndio naenda kumalizia hapo. Utapata kibali katika jamii yako. Nazungumzia baraka za kijamii, utapata kibali katika jamii yako. Ninapozungumzia kibali hapa namaanisha nini? Namaanisha utakubalika. Wangapi ambao wanapenda kukubalika? Tembea na Bwana vizuri. Haleluya. Wangapi wanapenda kusikilizwa? Tembea na Bwana vizuri. Nazungumzia baraka za kijamii. Yaani wewe ukiona ukubaliki, ukiona husikilizwi, angalia jinsi unavyoenda mbele za Mungu. Haleluya. Lakini angalia pia baraka nyingine ambayo unaweza kuipata ni kupendekezwa. Yaani hata kama kuna mahali watu wakikaa, jamani hebu nani awe kiongozi, unaona unapendekezwa wewe. Kwa sababu gani? Maisha unayoishi. Haleluya. Maisha unayoishi yanasema kila kitu. Lakini utapokelewa. Yaani hata neno lako utakalosema linapokelewa. Kwa sababu unajua kabla mtu hajapokea maneno yako anakuangalia wewe ni nani. Bwana asifiwe jamani. Kwani mfano mimi leo ninakuja hapa na andazi. Si unaangalia kwanza mkono wangu ukoje? Msafi mchafu. Si ndio? Kama nimeshika matope alafu naenda nachukua andazi nakupa, utapokea? Kwa hiyo utapokelewa. Ukiishi maisha safi, utapokelewa na jamii. Yale unayoyafanya, kama ni biashara yako, kama ni nini, yani kila kitu chako kitapokelewa kwa sababu unajulikana wewe ni mtu safi. Lakini utaheshimiwa. Una struggle kwenye kutafuta heshima, anza kuishi maisha matakatifu. Anza kuishi maisha ya uadilifu. Lazima watu watakuheshimu. Watu wa maana ndio hawa ambao Biblia inawasema hapa katika mlango huu wa 24. Na hii kwa vile ni siku ya wanaume wote, Bwana atusaidie sana. Ili liwe neno letu kwa kweli katika wakati huu. Lakini pia utapendwa. Haleluya. Utapendwa. Lakini pia utatetewa. Utatetewa. Sema yule hajafanya huyu. Huyu sisi tunamfahamu. Sema hapana. Mchungaji Luka, hapana, sio yeye. Hatukubali. Wewe unashangaa uko ndani watu wanakutetea huko nje. Haleluya. Lakini pia utasaidiwa. Utasaidiwa. Sasa Bwana asifiwe. Ukiishi maisha ya haki na uadilifu, kwenye mstari ule wa 6 sasa anasema utaruhusiwa kusimama mbele za Mungu na kumwabudu kama Zaburi ile ya 24 mstari wa 6 inavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame. Haleluya, haleluya. Asante Bwana. Mungu wewe ni mwema. Asante kwa ajili ya neno lako zuri. Umetupa siku hii ya leo ili uweze kubadilisha maisha yetu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa sababu umeyaleta yote haya kwa ajili ya heri na kwa ajili ya mafanikio yetu. Wewe Bwana umekusudia kutubariki kanisa lako. Hebu tuende mbele za Bwana sasa. Tumuombe Mungu atusaidie tuwe na maisha ya uadilifu. Tuwe na maisha haya ambayo yanayosemwa katika kitabu cha Zaburi mlango wa 24. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunakushukuru Mungu kwa sababu ya kutufundisha siku hii ya leo. Wewe ni Mungu wa kweli. Ndio maana unatufundisha kweli yako. Unataka Bwana tupatane na wewe. Unataka kutubariki Mungu. Ndio maana Bwana umetufundisha siku hii ya leo. Tusaidie kanisa lako Bwana. Tuweze kuwa na maisha masafi mbele yako. Maisha ya kulinua jina lako. Maisha ya kukuwakilisha wewe hapa duniani vizuri. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tupe Bwana kusimama katika nyakati zetu. Bariki kila mwanaume. Bariki kila mwanamke. Bariki kila mtoto wa kanisa hili. Tusaidie Mungu mtakatifu. Roho wako mtakatifu akapate kwenda kusema na mioyo yetu. Akatusaidie kuyaacha yale ambayo Bwana hayakupendezi. Ili tutembee katika nuru yako. Ni katika jina zuri na takatifu la Yesu Kristo. Bwana ninaomba na kushukuru. Amen. Amen.
Ni somo zuri sana sana. Tumebarikiwa jamani eh? Tumebarikiwa. Wale tutazama kupitia channel yetu, kweli hizi zote ni kweli, zishike. Na ukiwa ndani ya Yesu, haya yote anayosema maisha matakatifu na mambo mengine yote huwa tunawezeshwa na Mungu. Cha msingi ni kuwa tayari. Amen. Tumshangilie Bwana tena. Amen. Nashukuru sana mwalimu mzuri Gabriel Moller kwa mafundisho mazuri haya, na yeye ni katibu au kiongozi wa utumishi wa walimu, watumishi walimu katika wilaya ya Mvomero. Ana cheo kikubwa, lakini yuko nyenyekevu sana, uwezo kamili kama ana cheo kikubwa. Nikueleze kituko kimoja ucheke. Kuna mtu mmoja alikuwa anaogopa kumpa barua, akanitumia mimi, anamuogopa, ni mshirika hapa hapa, ndio ujue kwamba na cheo kikubwa. Ni kama itokee hapa mchungaji tu wa kawaida anataka kumpa askofu mkuu barua, unafikiri anaweza kaja moja kwa moja? Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa